Hivyo basi, kama nilivyokwisha kusema mbele yenu, naomba niilete halmashauri yenu kwa vigezo nilivyovitaja mbele yenu kwa maksi zifuatazo. Mwaka wa fedha 2022/23 halmashauri hii utendaji kazi wake ulikuwa kwa 82%. Mwaka wa fedha uliofuatia sasa 23/24 utendaji kazi wa halmashauri hii ulikuwa kwa 80%. Mwaka uliofuatia 2024/25 utendaji kazi wa halmashauri ulikuwa kwa 100%, ambapo ndo mwaka unaojadili 90%. Kwa lugha rahisi, naomba nichukue nafasi ya kipekee sasa kuwapongezeni kazi mnayofanya. Halmashauri ya mji Masasi haikuweza kutekeleza haya mambo bila juhudi yenu. Kwa hiyo niwapongeze sana waheshimiwa madiwani kwa usimamizi wa halmashauri hii hadi kufikia. Kwa nini nasema ni usimamizi uliotukuka? Niwape kigezo kimoja tu kwamba ni usimamizi uliotukuka. Mwaka jana tulikuwa na mapendekezo 40 haya kutekelezwa, lakini naamini baada ya uwepo wenu yametekelezwa 39 kutoka kwenye 40, likabaki pendekezo moja. Hii juhudi ni kubwa mno katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakati wa kufunga hesabu za mwaka huu, mwaka 2024, sijawahi, na miaka karibu 40 kazini, sijawahi kushuhudia mhasibu anatengeneza hesabu kwenye mfumo zilizo sahihi zikaletwa kwa mkaguzi. Ndio maana nimetumia maneno magumu. Yaani kama na jini lake lilomueleza hivyo, aendelee nalo. Hilo jini zuri. Kusema uhalisia, ufungaji wa hesabu unaweza kutengeneza vitabu hata mara 20, vyote vimekosewa. Lakini mwaka 24/25 huyu mtu alipotengeneza vitabu once, vile vitabu vifika ukaguzi vikawa demo. Yaani kila mtengenezeni kama huyu. Lakini baadaye ikabidi tuulize, huyu ni nani? Nasema ni mweka hazina. Amefanyaje? Akasema ni siri ya kambi. Mimi ni mkaguzi wa hesabu, napokea hesabu nyingi sana ukiacha mkoa na uongozi. Lakini ni mtaalamu ninayefanya kazi karibu mikoa 13. Kwa nini? Kwa ajili ya ushauri. Lakini huyu mtu aliweza kutoa hesabu ambazo kwingine watu walikuwa wanataka kuangalizia. Miji, yani ile Masasi Town Council ilikuwa ni miji kwa wengine. Mimi kama mkaguzi na wale walikuwa naiona taarifa ya Masasi ilikuwa big up. Kwa hiyo tukapandia kwenye mgongo wa mtu mwingine ambaye tunakusudia. Naomba nikiri kwamba taarifa zilizotolewa hapa sisi kama Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa nazo sana, na ninawapongeza kwa kufululiza miaka 5 kupata. Lakini ninashukuru zaidi kuona hata wenzangu wa vyama rafiki wameridhika na taarifa na kazi zinazofanywa na halmashauri. Niwaombe waheshimiwa madiwani, timizeni wajibu wenu wa kuisimamia halmashauri yetu. Usimamizi wenu madhubuti ndio utakaoendelea kutufanya kila siku tunakutana hapa na kufurahia taarifa nzuri. Lakini niwaombe watendaji, wakuu wa idara, ninaomba tutimize wajibu wetu, tuzingatie taratibu, kanuni ambazo zinatuongoza katika halmashauri yetu ili tuweze kuepuka na hoja kwa kipindi kingine. Lakini la mwisho kwa siku ya leo, naomba nichukue nafasi hii kumpongeza mweka hazina. Mweka hazina, tunakushukuru kwa kazi nzuri ya kututengenezea taarifa nzuri ambazo zimekuwa mfano kwenye halmashauri zingine.
Mheshimiwa Mkuu, nikuombe mweka hazina huyu tuachiwe Masasi kwa sababu Masasi tuna jambo letu la kutoka kwenye halmashauri ya mji kwenda kwenye maeneo mengine. Ninaamini tukiendelea kuwa naye anaweza akatusaidia kuvuka tukafikia huko tunakotarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuwakumbusha sasa wataalamu, mkurugenzi pamoja na wataalamu wake kwamba sasa tujipange kwa ajili ya ufungaji wa hesabu za serikali sasa na ukaguzi wa mwaka wa fedha 2026/2027. Ametufahamisha ndugu yetu CPA Peter Mabwanga, na kweli amekuwa mtu rafiki, kwa sababu zamani CID anaweza asikufahamishe mambo haya, lakini amesema kwamba sasa tutafunga hesabu na vitabu vitatakiwa mwezi Agosti badala ya mwezi Septemba, ambapo kwa kweli amebainisha wako watu ambao walikuwa wanarudishwa kwa halmashauri mara nyingi, lakini nyinyi, sisi tunaita first light first bullet, nyinyi mlipiga shabaha ya kwanza asubuhi. Ndio maana tumempongeza mwenzetu na nikakuomba utaratibu ufanyike kwa ajili ya kupata haki yake. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana kwa kunialika tena kwenye kikao, na wapongeza Mheshimiwa madiwani kwa kuwa na kikao kizuri. Tumetumia muda mrefu, lakini kikao kilikuwa active kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu kwa ujumla. Nirudie tu kusema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kama ingelikuwa hawako vizuri kwa kiongozi wako huko chini ungeandika, lakini sio hivyo tu. Mheshimiwa Mgongo alitufikishia sio shoma diwani, sisi watendaji kazi yetu kusimamia halmashauri tuko imara, na mara nyingi tunakuja vitu kwenye vikao pale ambapo tunaelewa kwa hiyo ndio kitafiki. Lakini mshikamano wa shoma diwani wote pamoja tumetumwa na ndani kusimamia halmashauri, ndio haya ambazo tunayaona. Na hapa umeeleza meza ya maagizo. Sisi kama viongozi ambao tumepewa kwa mara hii tunafaidi tunaposimamia zile hoja ambazo ziko chini ya uwezo wetu, tuko tayari kuelekeza watendaji wetu ili waweze kufunga kabla ya Juni 30. Ile kwa sababu yao tumeshamaliza kwa kazi ile ambayo tunaiona tutazaleo naifanya, inaamini na uwezo mkubwa hizi hoja tunazopokea kabla ya kuzimaliza. Lakini pia tungana na mkutano wa chama wilaya ambao tungeruka, lakini pia na jambo rafiki, sio lazima kusiliwa na mtizamo. Kwa kweli mkurugenzi tumetupesha hapo, lazima sema kweli, kwa sababu nyinyi watekelezaji, sisi wasimamizi. Kwa hiyo hapa tunaelezana, tunasimamia vizuri hizi moja zimekuwa kwa kiasi kikubwa sana, na hizi chache zao kuzimaliza. Tunashukuru sana mimi na mtazamaji diwani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunarudi kama vile tulikuwa kwenye ziara. Kama unavyojua mji wetu wa Masasi unakuwa kasi sana. Sio kwa ongezeko la watu, lakini vile vile kwa pesa nyingi sana. Nitakuwa na mashauri ya Kibaha, kwa maana kwa tulikuwa tunafanana. Walipokuwa na mashauri ya mji Kibaha, na sisi tulikuwa na mashauri ya mji Masasi. Tunazitoa panda kwa manispaa. Na mimi tuna uwezo huo, kwa sababu viwanda vinaongezeka, sio pesa huko. Ndio kufanya ndio nifanye ninaona mengi sana kwa. Kwa hiyo tunapambana na tulikushe ndoto yetu. Ndani ya michezo ya mikutano hii tupate manispaa, na kile tunawezekana. Kwa hiyo kama tulivyoanza kuongeza, tulikuwa tunapanga kutafuta vyanzo mbalimbali ndio tufanyaje ili tuondoe Masasi. Ninaamini tulitesi ndio kusimamia wanachoro kupata wewe na maendeleo ambayo yanahitaji na Mheshimiwa Rais kwa bila tabia kwa wananchi wake wanasema kiamini.